Amjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi yalikuwa ni Jumatatu tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama mapema asubuhi na kutupa nafasi nyingine ya kuendelea kuishi, kufanya kazi na kutumikia jamii yetu. Basi karibu katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo ambako tutakuletea matukio muhimu yaliyotikisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa maeneo ya mashariki mwa nchi. Na katika taarifa leo tutakuletea habari mbalimbali zinazohusu usalama, siasa, jamii na matukio muhimu yaliyojitokeza katika saa na siku zilizopita. Nini Kivu News Info kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kulingana wanasema kujabone kwa vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Vile unaweza kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona zinapita hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloshe Longa, basi karibu tukupashe. Habari kubwa katika taarifa yetu ya asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 28 Agosti ni tukio la kuangushwa kwa ndege katika kijiji cha Bikuba karibu na Minembwe katika eneo la nyanda za juu za Uvira na Fizi mkoani Kivu Kusini. Ndege hiyo ambayo inadaiwa kuwa ilikuwa ikifanya safari kati ya maeneo yanayodhibitiwa na muungano wa M23 iliangushwa katika masaa ya asubuhi ya Alhamisi tarehe 27 Agosti. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, ndege hiyo ilikuwa ikifanya kazi na safari mara kwa mara katika maeneo ya nyanda za juu za Uvira na Fizi. Wakazi wa eneo wameeleza kwamba wakati mwingine ndege hiyo ilikuwa ikiruka katika urefu mdogo alilofanya wananchi waweze kuiona kwa urahisi kutoka ardhini. Chanzo kimoja cha eneo kinasema kuwa ndege hiyo iliangushwa huko Bikuba kwa kutumia kombora iliyorushwa kutoka ardhini, ngao hadi sasa hajafahamika kwa huru kombora hiyo ilitoka upande gani wala ni nani aliyeifyatua. Wakati wa taarifa zinaweza kwamba mapigano ya hapa na pale yanapotoka katika kijiji cha Nyaruhinga na Mukoko, maeneo yaliyo karibu na Minembwe katika nyanda za juu za eneo la Fizi. Vyanzo kadhaa vya eneo vinaeleza kwamba ndege hiyo ilikuwa ya kijeshi. Kwa upande wake, msimamizi wa eneo la Fizi Sami Kalonji Badibanga amesema ndege hiyo ilikuwa imetoka Rwanda kuelekea Minembwe. Kwa mujibu wa kauli yake, ndege hiyo ilikuwa imebeba wanajeshi, vifaa vya kijeshi pamoja na chakula. Msimamizi amesema ndege hiyo iliangushwa katika umbali wa takriban kilomita 13 kutoka uwanja wa ndege wa Minembwe. Sami Kalonji Badibanga pia amedai kuwa tayari amewahi kuzungumzia ndege hiyo, akisema kuwa ilikuwa ikipeleka chakula na risasi katika maeneo ya nyanda za juu na baadaye kurudi ikiwa imebeba mambao nyekundu na dhahabu inayodaiwa kuchimbwa katika safu ya milima ya Mitumba. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo vya ndani vya upande huo, ndege hiyo iliangushwa majira saa 2 asubuhi na dakika 43 asubuhi. Vyanzo vinadai kwamba ndege hiyo ilikuwa ikifanya safari kati ya Bukavu na Minembwe, huku kidaiwa imebeba dawa pamoja na vifaa vingine. Kwa mujibu wa taarifa hizo, ndege hiyo ilikuwa na watu wawili ambao ni wahudumu wa ndege. Hadi sasa mazingira kamili ya kuangushwa kwa ndege hiyo bado hajawekwa wazi kwa njia huru na ya kujitegemea. Pia hajathibitishwa kwa uhuru aina ya kombora iliyotumika wala utambulisho wa watu au upande uliohusika katika kulenga kuiangusha ndege hiyo. Taarifa hii inafuatilia kwa karibu kusubiria udhibitisho zaidi kutoka kwa mamlaka na vyanzo huru kuhusu aina ya ndege hiyo, abiria au mizigo ilikuwa ndani yake, pamoja na chanzo cha kombora iliyoangusha ndege hiyo. Mapigano makali yameripotiwa tangu asubuhi ya Alhamisi tarehe 27 Agosti katika eneo la Rushie kwenye eneo la Banamulindo wa kundi la Kisimba katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Mapigano yanadaiwa kuwa yamehusisha vikosi vya uzalendo na waasi wa M23, kwa hali ya usalama ikiendelea kwa tete na isiyoeleweka kikamilifu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila kutoka eneo hilo, mapigano yalianza baada ya waasi wa M23 kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na wazalendo huko Rushie. Vyanzo vinaeleza kwamba kabla kuanza kwa mapigano, waasi walikuwa wameongeza idadi ya wapiganaji pamoja na kuhifadhi kiasi kikubwa cha risasi na vifaa vya kijeshi katika eneo la Ihula ndani ya eneo la Balindu. Hatua hiyo, kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, inatanguliwa kwa harakati za kijeshi ambazo ziliongeza hofu miongoni mwa wakazi wa maeneo yanayozunguka Rushie.
Taarifa zinaeleza kwamba katika mapigano silaha nzito za masafa marefu zimetumika kulenga maeneo yanayodhibitiwa na wazalendo. Baada ya milipuko ya silaha nzito, sauti za silaha nyepesi pia zimesikika katika maeneo mbalimbali ya mapigano, hali ambayo imeongeza hofu miongoni mwa wananchi. Kwa sababu ya ukubwa wa mapigano na milio ya silaha, hali ya taharuki imeenea katika Rushie na vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Baadhi ya familia zimeanza kuondoka katika makazi yao wakitafuta maeneo yanayoona kuwa salama zaidi ili kujiepusha na hatari ya kuasiriwa na mapigano. Kwa mujibu wa mashahidi kutoka eneo hilo, baadhi ya wakazi wamekimbia mistuni na katika maeneo mbali na makazi wakisubiri kuona namna hali ya usalama itakavyokuwa. Hali hii imeathiri maisha ya kawaida ya wananchi ambao wamejikuta wakisimamisha shughuli zao za kila siku kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Kwa sasa taarifa kutoka eneo la mapigano bado ni chache na hali halisi ya udhibiti wa eneo hilo haijakamilika kwa uhuru. Milio ya silaha nzito na nyepesi bado inaripotiwa kusikika huku wakazi wakiendelea kuwa katika taharuki ya kusubiri kujua iwapo mapigano yataendelea au kusitishwa. Mpaka sasa kuna taarifa ya kuaminika kuhusu idadi ya watu waliouawa kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo. Pia kuna tathmini kamili iliyotolewa kuhusu uharibifu wa nyumba, mali za wananchi na miundombinu mingine katika eneo la Rushie na maeneo jirani. Hali inafanya vigumu kwa sasa kupata picha kamili ya madhara yaliyosababishwa na mapigano hayo. Wakazi wanaendelea kutazama kwa hofu maendeleo ya usalama, huku familia nyingi zikisalia katika maeneo yanayoona kuwa salama zaidi. Mapigano yanatokea katika kipindi ambacho maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea kukabiliwa na mvutano wa kijeshi kati ya makundi yenye silaha. Kwa wakazi wa Walikale, kuendelea kwa mapigano kunazua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia, uhuru wa kutembea na kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Wananchi pia wanahitaji kurejea katika makazi yao kipindi hali itakapotulia, lakini kwa sasa hofu ya mashambulizi bado ipo. Mamlaka na wahusika wa eneo hilo bado hawajatoa taarifa kamili kuhusu matokeo ya mapigano hayo, na hakuna upande ambao umeweza kutoa kwa uhuru udhibitisho kamili kuhusu maendeleo ya operesheni hizo. Kwa hii taarifa kuhusu nani anashikilia maeneo gani au ukubwa wa hasara bado zinahitaji udhibitisho huru kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Kwa sasa wananchi wa Rushie na maeneo jirani wanaendelea kusubiri kurejea kwa utulivu, huku wakitafuta usalama kutokana na milio ya silaha inaendelea kusikika. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Mombasa mkoani Ituri, ambako mashambulizi yanaendelea kufanya waasi wa ADF yanaendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, angalau vijiji 5 katika eneo la Mombasa vimeshambuliwa ndani ya kipindi cha wiki moja, huku mashambulizi yakisababisha vifo vya raia pamoja na kutekwa kwa watu wengine. Taarifa iliyotolewa siku ya jana Alhamisi tarehe 27 Agosti inaeleza kwamba kwa sasa idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi imefika raia 16, huku watu wengine kadhaa wakidaiwa kutekwa nyara na waasi hao. Miongoni mwa watu waliotekwa wanataja kuwa watoto, jambo ambalo limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa. Mashambulizi mapya yanaendelea kuleta hofu kubwa kwa wakazi wa Mombasa, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na vitisho vya makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali ya Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo, baadhi ya mashambulizi ya hivi karibuni yalitokea siku ya Jumapili katika vijiji vya Ngombari, Kalonge na Seseho. Katika mashambulizi hao, waasi wanadaiwa kuwa ADF waliingia katika maeneo hayo na kuwashambulia raia. Taarifa zinaeleza kwamba watu 4 waliuawa, huku watoto 8 wakitekwa nyara na kupelekwa msituni na washambuliaji. Tukio limezidisha hali ya hofu katika vijiji vinavyozunguka maeneo hayo, huku baadhi ya wakazi walazimika kuondoka katika makazi yao kwa hofu ya kushambuliwa tena. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mashambulizi hayajaisha katika vijiji hivyo pekee. Angalau vijiji 5 vimetajwa kuwa vimekuwa vikilengwa na mashambulizi yanayodaiwa kuhusishwa na ADF katika kipindi cha wiki moja. Hali hii imeanza pia kusababisha kuhama kwa baadhi ya wakazi ambao wanaondoka katika maeneo ya hatarini na kutafuta usalama katika maeneo wanaoyaona kuwa salama zaidi. Kwa upande wa jamii, viongozi na waangalizi wa hali ya usalama wanatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza juhudi za kijeshi katika eneo hilo. Baadhi ya wadau wa asasi za kiraia wametaka serikali kuimarisha na kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF kwa lengo la kuwazuia kuendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Wadau wanaonya kwamba kuendelea kwa mashambulizi katika maeneo ya vijijini kunaweza weka maisha ya raia katika hatari na kubwa na kuweza kusababisha ongezeko la watu kukimbia makazi yao. ADF inatumia kwa miaka kadhaa kuhusika katika mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Mashambulizi yamekuwa yakihusisha mauaji, utekaji nyara, uchomaji wa makazi na uhamishaji wa watu.
Katika Mombasa limeendelea kuwa changamoto kwa mamlaka na vikosi vya usalama kutokana na ukubwa wa eneo hilo na uwepo wa maeneo ya mistuni ambao yanaweza kutumiwa na makundi yenye silaha kama maficho. Wakazi wa maeneo hayo wanaasiriwa sasa wanahitaji zaidi ulinzi wa kudumu na kurejeshwa kwa usalama ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu. Kwa sasa idadi ya vifo 16 ni ya muda kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, na inaweza kubadilika kadiri taarifa zaidi zinavyopatikana kutoka maeneo yaliyoshambuliwa. Bado kuna haja kupata taarifa kamili kuhusu watu waliotekwa, hali yao pamoja na mahali walipopelekwa. Jambo la msingi linasisitizwa na jamii kwamba serikali iongeze juhudi za kulinda raia na kuchukua hatua zaidi ya makundi yenye silaha yanayotishia usalama wa wananchi. Hali ya usalama imezua wasiwasi katika eneo la Lembelembe kwenye sekta ya Ambwe, eneo la Kailo mkoani Maniema baada ya ghasia za kijamii zilizotokea siku ya Jumanne tarehe 15 Agosti. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa serikali ya mkoa wa Maniema, ghasia hizo zimekutanisha watu kutoka jamii ya Lega na Tetela na kusababisha majeruhi pamoja na uharibifu wa mali. Taarifa imetolewa Alhamisi tarehe 17 Agosti inaeleza kwamba angalau watu 7 walijeruhiwa katika vurugu hizo. Watu wanaotajwa kuwa wanatoka katika jamii hii ya Tetela. Mbali na majeruhi, nyumba kadhaa pia zilichoma moto wakati wa mapigano hayo yaliyozidisha hofu miongoni mwa wakazi wa Lembelembe. Kwa mujibu wa maelezo ya waziri wa mkoa wa ndani ya serikali ya mkoa wa Maniema, Lawamo Selemani Taylor, chanzo kamili cha ghasia hizo bado hajathibitishwa kikamilifu na uchunguzi unaendelea ili kufahamu sababu ya kuwabaini waliohusika. Hata hivyo, taarifa zale zinaonyesha kwamba mvutano huo unahusishwa na tofauti za kimila, huku ukiwa pia na mgogoro unaohusiana na utekelezaji wa masharti yaliyokuwa katika kaide sharti, yani makubaliano au majukumu ambayo kampuni ya uchimbaji madini inapaswa kutekeleza kwa manufaa ya jamii inayozunguka eneo la shughuli zake. Eneo hilo lina shughuli za kampuni ya madini ya China, na kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, tofauti kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo zimekuwa sehemu ya mazingira yanayochochea mvutano kati ya jamii zinazohusika. Kwa waziri Lawamo Selemani Taylor amesema bado haijawa rahisi kubaini chanzo kimoja cha ghasia hizo, lakini uchunguzi wa awali unaendelea kwenye tofauti za kimila. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mapigano yanahusisha baadhi ya watendaji au wafuasi wa mila zinazohusika kama Kimbilikiti na Mboyo, ambayo wanakabiliana na baadhi ya wakazi kutoka jamii hii ya Tetela. Mamlaka za mkoa zinasema kwamba swala hili la mila bado linahitaji uchunguzi wa kina ili kubaini namna litakavyohusiana na vurugu zilizotokea. Katika mazingira ya serikali ya mkoa imechukua hatua za haraka kwa kutuma vikosi vya usalama katika eneo la Lembelembe. Lengo la hatua hiyo ni kurejesha utulivu, kuhakikisha mamlaka ya serikali inaheshimiwa, kulinda wananchi pamoja na kuzuia uharibifu zaidi wa mali. Kwa hivyo, kwa vikosi vya usalama pia kunalenga kuzuia uwezekano wa ghasia hizo kusambaa katika maeneo mengine ya sekta Ambwe au maeneo jirani. Serikali ya mkoa wa Maniema inawataka wakazi wa Lembelembe na jamii zote zinazohusika kutulia, kuepuka kulipiza kisasi na kuchagua njia ya mazungumzo katika kutatua tofauti zao. Mamlaka pia imesisitiza umuhimu wa kuishi kwa amani na kuheshimiana licha ya tofauti za kimila na masuala yanayohusiana na shughuli za kiuchumi. Serikali imekumbusha kwamba kila raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ana haki ya kuishi katika eneo la nchi na kufanya shughuli zake za kiuchumi kwa mujibu wa sheria. Kwa leo nakuja katika wakati ambako eneo hilo na shughuli za uchimbaji madini, jambo ambalo mara nyingi huleta changamoto zinazohusiana na jamii za wenyeji, kampuni za uchimbaji na mamlaka za serikali. Katika hali kama hiyo, serikali inasisitiza kwamba tofauti kuhusu utekelezaji wa majukumu ya kampuni za madini zinapaswa kushughulikiwa kupitia njia za kisheria na mazungumzo badala ya kutumia vurugu, vitisho, uharibifu wa mali. Waziri wa mambo ya ndani wa Maniema pia ameonya kwamba watu wote watakaobainika kuhusika katika ghasia hizo watawajibishwa mbele ya sheria. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea ili kubaini ni nani alianzisha vurugu, nani walihusika katika mashambulizi na uchomaji wa nyumba, pamoja na mazingira yote yatasababisha makubaliano kati ya jamii hizo mbili. Hadi sasa taarifa rasmi zinazotolewa zinaonyesha kuwa watu angalau 7 wamejeruhiwa, wote wakitajwa kuwa kutoka upande wa jamii ya Tetela, huku nyumba kadhaa zikiteketea kwa moto. Baada ya kukaa kwa muda wa siku 18 katika hali na ulalamikiwa kuwa ni kizuizi kisicho halali katika gereza kuu ya Mulungu mjini Uvira,
Viongozi 6 wa asasi ya kiraia kutoka Baraka katika eneo la Fizi hatimaye wameachiwa huru. Watu wameachiwa katika mchana wa jana la tarehe 27 Agosti baada ya kushikiliwa tangu tarehe 14 Agosti. Kwa matokeo kulikuwa kumezua hasira na wasiwasi miongoni mwa wananchi wa Baraka na maeneo mengine, huku viongozi wa kiraia na watetezi wa haki za binadamu wakitaka mamlaka kuheshimu taratibu za kisheria na haki za watu waliowekwa kizuizini. Kwa muda wa takribani wiki mbili, viongozi hao walikuwa wakishikiliwa bila kuwasilishwa kwa amri ya hakimu wa amani, jambo ambalo watetezi hao walitaja kwa ni ukiukwaji wa taratibu za kisheria, hususan kifungu cha 27 cha kanuni za mwenendo wa makosa ya jinai. Hali hiyo ililalamikiwa pia na kabine ya Metre Bwanga asosia ambao waliwasilisha na mwendesha mashtaka karibu na mahakama kuu ya Uvira, wakitaka mamlaka chunguze kile wanachokiita kuwa ni kizuizi kisicho halali na ukiukwaji wa wazi wa haki za msingi za watuhumiwa. Viongozi 6 walikuwa wanakabiliwa na tuhuma mbalimbali zikiwemo kuchochea wananchi kutotii mamlaka uasi pamoja na tuhuma za kuharibu kwa makusudi ofisi ya DPMR ya Baraka. Hata hivyo, baadhi ya waangalizi walikuwa wameibua maswali kuhusu kukamatwa kwa viongozi hao wa kiraia. Walieleza kwamba watu hao wanadaiwa kuhusika moja kwa moja katika vitendo hivyo, tayari walikuwa wametambuliwa na kukamatwa mwishoni mwa mwezi Julai, jambo lilibua mjadala kuhusu msingi wa kuwashikilia viongozi wa asasi za kiraia. Katika kipindi chote cha kuwekwa kwao kizuizini, wananchi wa Baraka walifanya hatua mbalimbali za kiraia wakitaka waachiliwe. Miongoni mwa hatua hizo ni siku 3 za shughuli za kijamii kusimama maarufu kama vile Mokte, ambako wananchi walifunga biashara na shughuli mbalimbali kwa lengo la kuweka shinikizo kwa mamlaka ili viongozi hao waachiwe. Kuachiwa kwao sasa kumepokelewa kwa nafuu na sehemu ya wakazi wa Baraka ambao walikuwa wakifuatilia kwa karibu swala hilo. Kwa upande wa asasi za kiraia, kuachiwa kwa viongozi wao kunachukuliwa kama hatua muhimu katika kulinda uhuru na wa kutoa maoni, haki za raia na usimamizi wa wananchi katika masuala yanayowahusu. Tukio hilo pia linaonyesha mvutano uliopo kati ya baadhi ya mamlaka za mkoa na vurugu hai za jamii, hasa katika mazingira ambayo asasi za kiraia zimekuwa zikidai uwajibikaji, uwazi na usimamizi mzuri wa rasilimali za umma. Waangalizi wanaona kwamba kuachiliwa kwa viongozi wao kunaweza kuwa mwanzo wa kupungua kwa mvutano uliokuwepo, ikiwa mazungumzo kati ya serikali na wawakilishi wa jamii yataendelea kama ilivyodhaniwa. Kuachiwa kwao kumetokana na juhudi za watu mbalimbali wa haki na za binadamu na asasi za kiraia. Watetezi wa haki za binadamu kutoka maeneo tofauti, wakiwemo viongozi wa asasi za kiraia katika Uvira na katika uratibu wa mkoa, walifanya ufuatiliaji wa karibu na hali ya viongozi hao wakati wote walipokuwa kizuizini. Wakati huo, viongozi wengine wa asasi za kiraia kutoka waliobaki Baraka waliendelea kuweka shinikizo kupitia hatua za kiraia na kampeni mbalimbali za kuwatetea wenzao. Katika mchakato pia kulikuwa na juhudi za viongozi na wadau wengine waliofuatilia suluhisho la swala hilo. Miongoni mwa waliotajwa kuingilia kati ni gavana mkoa wa Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, ambaye alimtuma waziri wake wa sheria pamoja na mbunge wa mkoa Mateso Bongolo anayejulikana pia kama Mezo Eskale kushughulikia swala hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, gavana Purusi pia alihusika katika kulipa zamana ya dola za Marekani 3,000 iliyokuwa imetakiwa na huduma za magereza ili kuwezesha mchakato wa kuachilia. Baada ya siku 14 za kizuizi, viongozi wa 6 wameungana tena na familia zao na wananchi waliokuwa wakifuatilia swala hilo. Kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Martin Fayulu ametaka serikali ya Kongo kuondoa mara moja uamuzi wa kusimamisha shughuli za kitaaluma katika vyuo vikuu na taasisi za umma za elimu ya juu katika mji wa Goma na Bukavu, menomba kwa sasa yako chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa M23. Martin Fayulu ambaye kiongozi wa chama cha ISID ametoa wito kupitia ujumbe uliochapisha siku ya jana Alhamisi tarehe 27 Agosti kwenye akaunti yake ya mtandao wa X, zamani Twitter. Katika ujumbe wake, Martin Fayulu ametaka serikali ya Kongo kufuta mara moja amri ya wizara iliyosababisha kusimamishwa kwa shughuli hizo za kitaaluma. Kwa mujibu wa Martin Fayulu, serikali inapaswa kubadili uamuzi huo na kuhakikisha kwamba wanafunzi waendelea kupata fursa elimu licha ya changamoto za kiusalama zinazokabili miji hiyo miwili. Martin Fayulu amesema hatua imeonyesha kile anachokiita ukosefu wa umakini katika utawala, huwa akitaka serikali kuchukua hatua zinazolinda maslahi ya wananchi. Kwa mtazamo wake, kusimamishwa kwa shughuli hizo za vyuo vikuu huko Goma na Bukavu kunaacha wanafunzi na wakazi wa miji hiyo katika hali ngumu, hasa kwa kuwa maeneo yako chini ya udhibiti wa uasi wa M23. Kiongozi wa upinzani anaona kwamba hatua inaweza kuwa na madhara makubwa kwa mustakabali wa wanafunzi wanaoishi katika maeneo
maeneo hayo. Martin Fayulu ameenda zaidi kwa kusema kwamba uamuzi huo unaweza kuchangia kile anachokiita balkanization ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani hatari ya kugawanyika kwa nchi au kuendelea kwa hali ambayo baadhi ya maeneo yanatenganishwa na mamlaka kuu ya nchi. Pia ametoa tuhuma nzito kwa kuhoji uwezekano wa kuwepo kushirikiano au shika mamlaka Kinshasa katika miradi au unaona kuwa wa kugawanya nchi. Hata hivyo, madai hayo na mtazamo wa Martin Fayulu hayamaanishi kwamba tuhuma hizo zimethibitishwa kwa uhuru. Uamuzi wa kusimamisha shughuli za kiutaaluma ulitokana na amri ya wizara iliyotoa tarehe 2 Agosti na waziri wa elimu ya juu, vyuo vikuu, utafiti wa sayansi na ubunifu Marie-Therese Sombo. Kwa mujibu wa amri hiyo, shughuli za kitaaluma na zile zinazohusiana na masomo zimesimamishwa hadi wakati mwingine utakapotangazwa katika taasisi 11 za elimu ya juu na vyuo vikuu vilipo Goma na Bukavu. Hatua inahusu mwaka wa masomo mwaka 2026 na mwaka 2027. Miongoni mwa shughuli zilizosimamishwa ni pamoja na usajili upya wanafunzi, ufundishaji wa masomo, mitihani na tathmini mbalimbali, pamoja na mikutano ya kutoa matokeo ya wanafunzi. Pia tunahusu baadhi ya taratibu za kitaaluma ambazo zinaweza kusababisha kutolewa kwa vyeti au vyeo vya kitaaluma. Kwa kusimamishwa huku kuna hakuishi tu kwenye kufungwa kwa madarasa, bali pia kuna asili kwa upana mchakato mzima wa kitaaluma katika taasisi hizo za umma. Waziri ameeleza kwamba sababu kuu ya kuchukua hatua ni hali ya usalama inayotajwa kuwa ya kutia wasiwasi katika miji ya Goma na Bukavu. Katika mazingira ambayo miji hiyo inakabiliwa na hali ya kisiasa na kiusalama isiyo kawaida, mamlaka zimeamua kusimamisha shughuli za vyuo hadi pale itakapozimaniwa zaidi. Lakini upande mwingine, uamuzi huo umeibua mijadala mkubwa kuhusu haki wanafunzi kupata elimu, hasa kwa vijana ambao tayari walikuwa wamejiandaa kuanza mwaka mpya wa masomo. Martin Fayulu anataka serikali itafute njia nyingine ya kuhakikisha usalama wa wanafunzi na walimu bila kusimamisha kabisa shughuli za kitaaluma. Kwa sasa tangazwa ni lini shughuli za masomo katika taasisi hizo zitaanza tena. Wanafunzi, walimu na familia zao wanasubiri maelekezo zaidi kutoka kwa Wizara ya Elimu ya juu kuhusu hatua zinazofuata na namna mwaka wa masomo utakavyoshughulikiwa. Mjadala upya unaendelea kuhusu namna serikali inavyoweza wasawazisha usalama wa wananchi na muendelezo wa elimu, hasa katika maeneo yaliyokabiliwa na migogoro. Upande wake, Martin Fayulu anaendelea kusisitiza kwamba serikali inapaswa kuondoa amri hiyo na kutafuta suluhisho ambalo liliasiri mustakabali wa elimu wa vijana wa Goma na Bukavu. Rais wa Burundi na rais wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amekutana na James Swan, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkuu wa MONUSCO. Mkutano ulifanyika Jumatano tarehe 26 Agosti katika ikulu ya Gitega nchini Burundi na ilihudhuriwa pia na Yuksisian, mjumbe maalum wa katibu na Umoja wa Mataifa kwa eneo la Maziwa Makuu. Kwa mujibu wa rais wa Burundi, mazungumzo yalilenga zaidi nafasi ya mamlaka za MONUSCO pamoja na juhudi za kuchangia katika kurejesha utulivu nchini DRC kwa kuzingatia hasa hali ya usalama katika sehemu ya mashariki mwa nchi. Pande hizo pia zilijadili mipango mbalimbali za kidiplomasia na makubaliano yanayolenga kupatikana kwa amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu. Mazungumzo yalifanyika wakati ambako michakato miwili muhimu ya awali inaendelea, ambayo ni mchakato wa amani wa Washington unaolenga kushughulikia mvutano kati ya Kinshasa na Kigali, pamoja na mchakato wa Doha unaohusisha serikali ya Kongo na Washington 23 unaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Katika mkataba wa mchakato wa Doha umeingia katika hatua mpya baada ya kipindi cha mashaka, tuhuma za pande zote za kusimama kwa mazungumzo katika baadhi ya vipindi. Jumatatu tarehe 24 Agosti, ujumbe wa kwanza ukaguzi wa utekelezaji wa kusitisha mapigano ulipelekwa Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini. Ujumbe unafanyika chini ya mekanisme ya Commission de Verification de la Justice inayojulikana kama MCGA, polisi ambao unaundwa kusaidia kufuatilia utekelezaji wa ahadi za kiusalama zinazokubaliwa na pande zinazohusika. Kutuma kwa ujumbe ufuatilia makubaliano yaliyofikiwa wakati wa kikao cha tathmini kilichofanyika nchini Uswisi kuanzia tarehe 17 na hadi tarehe 21 Agosti, ambako wakilishi wa Kinshasa na M23 walikutana. Katika taarifa ya mwisho ya kikao hicho, pande hizo zilisamini utekelezaji wa makubaliano ya mfumo uliosainiwa mchini Doha na kupitisha ramani ya kuendelea na mazungumzo kuhusu vipengele mbalimbali ambavyo bado havijafanikiwa makubaliano ya mwisho. Lengo linalotajwa ni kufikia makubaliano ya amani ambayo yanaweza kusaidia kurejesha amani na mamlaka ya serikali katika maeneo ya mashariki mwa DRC.
Kwa upande wake, MONUSCO pia na mamlaka ya kusaidia juhudi zinazohusiana na utekelezaji wa usitaji mapigano chini ya azimio namba 2808 la mwaka 2025 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mamlaka ya MONUSCO yameongezwa hadi tarehe 12 Disemba mwaka huu. Katika majukumu yake, MONUSCO inaweza kusaidia utekelezaji wa usafirishaji wa mapigano wa kudumu pamoja na uratibu wa ukaguzi uliokubaliwa katika mchakato wa Doha, ikiwemo kupitia misaada na vifaa na utaaluma wa kiufundi. Hivyo mkutano wa Rais Evariste Ndayishimiye na James Swana unafanyika katika kipindi ambacho juhudi za diplomasia zinaongezeka katika kutafuta suluhisho la mgogoro mashariki mwa DRC. Hata hivyo, licha ya mikutano ya makubaliano mbalimbali, hali ya usalama bado ni ya wasiwasi katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi, ambako mapigano yanaendelea na kuzua mashaka kuhusu utekelezaji kamili wa ahadi zilizowekwa kwenye michakato ya amani. Kwa sasa changamoto kubwa iliyopo ni kuhakikisha kwamba makubaliano ya kisiasa na diplomasia yanabadilishwa kuwa hatua halisi kwenye uwanja wa mapigano ili kuhusisha uhasama wa kudumu na kuwezesha kurejea kwa amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, kwa ni Jumatatu tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuiona siku hii na kutupa nafasi ya kuwaletea habari mbalimbali za muhimu kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru sana kwa kutega muda wenu mapema asubuhi wa kutusikiliza na kufuatilia taarifa zetu. Endeleeni kuwa pamoja nasi kwa sababu Kivu News Info itaendelea kuwafikishia habari mpya kadiri zitakavyokuwa zinapatikana. Vile vile tunatakia siku njema yenye amani, afya, usalama na mafanikio tele katika shughuli zenu za kila siku. Na hii ni Kivu News Info ambayo tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza nakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine nasema kujabone kwa vile vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Vile vile unaweza kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo zinaendelea kuonekana hapo kwenye picha, na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Terejo Longa. Basi asante sana kwa kuwa pamoja, na tutaonana tena katika taarifa zetu za baadaye.